Hello guys, it's Tabs and welcome to Tabs Hope Hub channel. Again, we are here to say thank you so much for your support. Thank you for all the subscribers that have subscribed to my YouTube channel. Thank you for all your support, your likes and everything. Now today we are here as usual. Remember I said earlier, my YouTube channel, it's all about giving hope back to the society. It's about giving hope to people who are out there. You have given up hope. You feel like you have hit, the dead rock, and you do not need to see tomorrow. Today we are here to encourage you, and in case doctors have said you have cancer, please stay tuned, because we are here to give you hope. We are here to tell you whatever doctors say, God will always have a final say, and He also have a power to heal any kind of a diseases, and you should never ever feel like cancer is the end of you. So today here I am with my sister, and actually I do not mean a sister keeper or anything. I mean my biological sister. Of course we look different. You may think like we're not real sisters, but we are real sisters. Is our third born in a family, na mimi ni wana huko na huko karibu mwisho ama na huko mwisho, but mkiona vile nimevaa na vile yeye amevaa, it's because tunaenda tu kanisa tofauti, but our God is the same God. And again, ni sister yangu. I am saying this because people may think like nimetafuta tu mtu huko nikakuja hapa kumuita my sister. No, she is my biological sister, and whatever we're going to talk about today, it's something that has happened in her life, in our life as a family, but we have a testimony to share with you. We are here to encourage you. We are here to encourage your family. In case you are out there watching this YouTube channel or watching this video, and maybe you have a mom, you have a dad, you have a sister, a brother, a daughter, a son that has been confirmed to be having cancer, today we are here to talk to you. This is a real story. We have all the document here. And the reason I have brought this document here, because you guys may think that I'm doing this to chase crowd, or I am doing this to get subscriber or followers, but this is a real stories. Mnaweza dhania huyu ni sister yangu nimemwambia tufanye kipindi. No, that is not the case, and I will never do that to chase crowd. So tuko hapa na tuko na vitu za kuonyesha. We do not have to open anything, but for you to believe what we are going to tell you, we have evidence. And again, we do not have to prove anything. All we are trying to say is cancer can be healed through God. It's only God that can heal cancer. So stay tuned, be with us until the end of this story. Karibuni sana. So my sister Joyce, sasa karibu sana. Na nataka uchangamke, na je uko na nguvu. Tumesherehekea, tumefurahi, na nisa kuelezea ni kwa nini tuko hapa. Tunataka kuwapea watu hope, si ndio? Tulisema you are a living testimony, na mahali popote patakuwa na mtu ako na cancer, utakuwa ukitembea pale kuwahimiza kuwa Mungu yupo na Mungu anaponya, na kile daktari amesema sio mwisho, na pia Mungu anaweza badilisha ile huzuni ikakuwa furaha, si ndio? So hebu waambie mabeste zangu, wewe unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Joyce, na mimi ni sister ya Tabe. Nimetoka Nakuru. Afoli ninampenda, ni sister yangu kama vile amevyosema. Na huko nyuma ni sister yangu real. Siku ya leo nina furaha sana tukiwa na yeye katika mahala hapa, nikitoa ushuhuda wa vile Mungu amenitendea, kwa sababu ninajua Mungu yupo na anatenda. Na tena neno lake linasemaga kugonjeka sana sio mwisho kabisa. Tena kugonjeka sana sio kifo. Kwa hivyo nina tumaini, niseme kwanza nimeokoka na ninampenda Bwana. Nitamuishia siku zote za maisha yangu. Nikianza story yangu, kukiwa mwezi wa nane nikapata uvimbe katika matiti yangu ya right, na nikakaa nayo, lakini sikuwa nimeona ni serious. Nikakaa mwezi wa nane ikaisha, mwezi wa tisa tukaanza, nikaona haipunguki. Sasa hiyo imeanza kugrow na kuendelea.
Sasa hapo mwisho wa mwezi wa 9 ndio nikaona maybe inaweza kuwa kitu yenye sielewi, na hapo kuna my sister yangu ambao ninampenda sana ako mbele yangu, nikaamua nita introduce hii kitu aniambie ni nini ama what next. Sasa saa hiyo ni mwezi wa 9 kitu date kuanzia 15 hivyo, mwezi wa 9 ikielekea kuisha. Wakati niliambia sister yangu, akaniangalia na akakuwa worried, akaniuliza hii ni nini. Mimi nikamwambia sijui, juu hata siumwi. Tukakaa tukadiscuss, hapo akasema kesho tunaenda hospitali. Nikaona kama ni jokes, nikamuuliza sis, kwa nini? Akaniambia hapana, lazima tuchukue hatua. Siku hiyo kulikuwa siku ya Jumapili, na akasema on Monday the following day lazima tuende kwa daktari. Sasa nikamwambia tutaenda aje na hata siumwi, yani nilikuwa sisikii kwenda hospitali. Akasema hata kama haiumi, wacha tu follow the doctor. Sasa Monday ikafika, tukarauka mapema asubuhi na mapema. Tukaenda Nakuru General level 5 na tukakutana na daktari. Daktari wakati aliniangalia akanituma picha, nikaenda nikapigwa picha, nikamletea results. Akasema hiyo uvimbe inaweza tolewa, sio kitu ya kunistua, yani akasema ni mafuta iko ndani, akasema inaweza tolewa. Na hapo akanibukia appointment, akaniambia date 30 mwezi wa 10 niende nitolewe. Wakati alienda yeye mwenyewe daktari akanitoa hiyo uvimbe, lakini wakati alinitoa yeye ndiye alinipea report ni mafuta. Baada ya kunitoa hiyo uvimbe tena akasema ameishuku. Akasema ameishuku, kwa hivyo vile alikuwa ametarajia ameona sio hivyo. Akasema Joyce, nataka hii result yako ya hii nyama tuirudishe kwa lab. Nikamwambia ni sawa daktari. Lakini hapo nikasema wakati alitupatia ripoti ya kwanza ni kitu yenye inaweza tolewa na sio tisho, mimi nikamwambia Mungu, wewe ni mwaminifu na utasimama na mimi. Sasa wakati alisema ipelekwe kwa lab, tukapeleka kwa lab na tukagojea wiki 2. Baada ya wiki 2 kuletea daktari result, tena ikakuwa imekuja opposite vile daktari alisema, tena imekuja vingine. Sasa result ya doctor ikasema niko na kansa. Wakati nilisikia hivyo, nikasikia tena moyo wangu umeenda chini, na nikauliza Mungu, result ya kwanza ilikuja sina, tena bona saa hii umesema niko nayo. Nikaanza kuuliza Mungu maswali kimoyo, lakini nikaambia Mungu, wewe ni mwaminifu na maisha yangu ni wewe uko nayo. Sasa baada ya kuambiwa niko na kansa, daktari aka insist tena juu hawakuwa wametoa the full result ati niko na kansa. The doctor akasema ndio tupate the full information, wacha turudishe hii nyama tena kwa lab. Tukarudisha. Tukagojea tena wiki 1. The result wakati ilikuja daktari kutuita juu alituambia ni mimi nitawaita. Kweli wakati aliniita na dada yangu tukaenda. Tena akasema result haionyeshani kitu. Sisi nakumbuka ulipoenda the first test, hizo vitu zote nilikuwa ninatumiwa. So ya kwanza ilionyeshana huna na tukafurahia sana. So ya pili results zilikuwa katikati. Okay, mimi nikizisoma zilikuwa zinasema inaweza kuwa Milligard ni cancer ina spread, ama inaweza kuwa the other words, kumbuka hiyo term. So ilikuwa hapo katikati, walikuwa tu wamesema borderline
fibroids. So walikuwa hawafunguki kusema uko nayo ama hauko nayo. So ikaenda tena mara ya 3. Unakumbuka? So the third time ndio ilikuwa confirm kabisa uko na cancer, na in fact ilisema malignant cancer. So ndio tena after that ndio sasa ikafika ndio daktari wa kutume sasa MRI. Tulikuwa tunataka juu sasa walituambia okay, sister yenu wako na cancer. Na sasa tukakuwa concern. Hii cancer imeenda up to stage what? Imeenda hadi wapi? Na hapo ndipo uliandikiwa uende MRI. MRI kufanyika ndio tena result zikatokana yuko clean. Na vile sasa daktari walisema hii MRI imeonyeshana hakuna cells zinapatikana, so hata hauna cancer. But sasa hapo ndipo daktari alisema inaweza kuwa cancer ilikuwa kwa ile lump ulitolewa, kumaanisha hakuna anything ilibaki kwa mwili. But all the same, kutoka hapo najua daktari alikutuma Nairobi. Alikutuma juu alisema hata kama MRI ionyeshani na biopsy ilikuwa imeonyeshana uko nayo, na lazima ufanyiwe radiotherapy ndio at least in case ukakuwa na any cell ama in case cancer ikawahi fikiria kurudi itapata zile cells zisachomwa, si ndio? So after kuambiwa utakuja Nairobi kufanyia the radiotherapy, na ulikuwa ufanyia radiotherapy ngapi? Sessions ngapi? Sasa wakati daktari akaandika barua akasema immediately lazima uende Nairobi ukafanyiwe radiotherapy, kwa sababu ndio hiyo germs yenye ilibaki iweze kuuliwa. Sasa daktari akaniambia lazima nifanywe radiotherapy 31 session. So it is each every day, 5 days a week. Kwa hivyo ulikuwa upumzike Saturday Sunday peke yake. But hizi siku zingine ulikuwa uende for radiotherapy session every single day. Yeah, my sister, wewe ni sister yangu na unajua ninakupenda. Vile uliambiwa hizi vitu zote najua kabisa zilikuwa mzito kwako, kwa zilikuwa mzito kwetu. Ulichukulia hii kitu ilikusumbua aje? Nikuulize tu kwa zinajua kuna mtu mwingine anasumbuka. Tunataka kama wewe haikuweza kukupin down, tuweze kuamsha mtu mwingine matumaini na kumwambia kuwa pia yeye ataweza. So hili jambo ulichukulia aje? Ulipata support? Ulikuwa na ile support? Watu wanatamani ukuwe na mtu anakupa matumaini. Sasa wakati niliambiwa ni lazima niende Nairobi, moyo wangu ukavunjika. Lakini niko na dada zangu na brother zangu wananipenda sana. Wakanipa moyo na wakasema Joyce, tutakushikilia na tutasimama na wewe, hata tutasimama kifedha na pia maombi. Mimi hushukuru sana juu ya maombi, kwa sababu mtu anaweza kukupea fedha naishi akisemaga nilikusaidia kabisa, lakini akipiga magoti yake na uchungu amlilie Mungu, Mungu husikiaga, na hiyo kitu inanipeaga motisha sana. Sasa dada zangu walinishikilia na tukaandamana na dada yangu mmoja ambaye ni firstborn wetu, tunampenda sana, anatushikilia sana. Sasa tukakuja kwake Nairobi. Wakati tulikuja moja kwa moja tukaelekea Kenyatta. Very early in the morning. 1:30 tulikuwa Kenyatta. Wakati tulipatana na daktari, tukampatia result zote za Nakuru na yenye imetutuma huko. Daktari kusoma na yeye akakuwa na doubt. Akasoma ya zote akakuwa na doubt. Wakati alienda kunipima hiyo matiti akasema, Joyce, mimi sitakubaliana na hizi result zako za kutoka Nakuru, na usione kama ninakusumbua. Na mimi ninajua daktari anaweza andika na iwe sio hivyo. Sasa akasema mtakubaliana na mimi mkiwa na dada yako, tuanze hizi result tena, kwa sababu ninaweza kukufanyia hivyo daktari wa Nakuru amesema, lakini iwe sio hiyo, yeye anatumainia iwe sio hiyo. Sasa daktari akatuandikia tena niende nipimwe tena, nipelekwe lab, nipelekwe chemo, upelekwe lab, upelekwe
mammogram na upelekwa zote. Sasa nikakubaliana, nikaambia Mungu uko pamoja nani, na neno lako linaandamana pamoja na mimi ninajua kweli nitatoka na ushuhuda wa vile umenitendea. Mimi nikakaza imani. Sasa nilikuwa ninaambia tu Mungu wangu niongezee imani ikiwa ni haba. Sasa wiki iliyofuatilia sasa ndio tulifuatilia kwenda kwa daktari, nikapimwa hizo vitu zote. Baada ya kupimwa hizo vitu zote, mimi ninamshukuru Mungu kwa sababu nilifanywa zote na zote zilikuwa zinakuja clear. Zote zikakuja clear. Nikasema Mungu wastahili. Sasa badala ya kurudisha result, daktari tu aliniangalia. Na kweli aliniambia, Joyce, daktari anakupenda. Mungu anakupenda. Nikasema ni kweli. Mimi sijui kushout sana, lakini ninakuwa na furaha ambayo inatoaga machozi kabisa. Sasa kulikuwa this week on Tuesday ndio tulikuwa tunaendea sasa report. Sasa nikoje kama ninaenda kwa radio ama nitaendelea aje. Sasa wakati tuliendea result zote zikakuwa ni clean. Mimi nikashukuru Mungu wangu, nikatoa machozi kimoyomoyo na nikaanza kuambia Mungu wangu wastahili. Sasa mimi niko hapa kusema sifanywi radiotherapy. Sifanywi hizo radiotherapy, ufanywi cancer, ufanywi chemo, na sifanywi chemo, na hauna cancer. Na mimi sina cancer. Ninaamini sina cancer kwa sababu Mungu ndiye anakuaga na neno la mwisho kabisa. Sasa mimi sina cancer, ninasema niko free cancer. Na ningependa kuambia wenye wamefika mahali nimefika, wazidi tu kumtumainia Mungu kwa sababu Mungu yupo na anaongeaga ukweli. Na Mungu huponya magonjwa yote yenye inakuaga ndani yetu, Mungu anaponyaga. Neno lake linasemaga ambao wanamtumainia na kweli na haki, yeye anawasaidiaga. Kwa hivyo ninataka kusema yes, inakuaga na watu wanateseka, na Mungu kama siku yako haijafika ya kuenda, huwezi enda. Na unaweza gonjeka hivyo na ukue mwisho, hata iambiwe iko stage 4 na uko mwisho, na watu wengi wakuangalie, watu wa majirani wakuangalie, ati sasa unagojea kufa. Lakini kwa sababu Mungu yuko na siku yako haijafika ya kuenda, huwezi enda. Kwa hivyo mimi nina furaha na ninamshukuru Mungu kwa sababu ya mahali ambapo amenifikisha. Ninazidi kumtumainia na nitaishi kwake kwa sababu yeye ni Mungu mkuu. Asante sana Joyce. Unajua kuna kitu moja nimekumbuka, hata siku yako inaweza kuwa imefika ya kuaga. Na mimi kulingana na Biblia vile tumesoma, tumeona kuna watu bado Yesu alifufua. Alifufua Lazaro, akafufua Tabitha, na akafufua wengine wengi. Kwa nini aliwafufua? Kwa sababu vile jamaa zao walimlilia Mungu kwa huzuni. Machozi yao yalimfikia Mungu. Na akaweza kuja na akafufua zile maiti. Hata kama zilikuwa zimekaa siku 3 kaburini, Yesu pia alikuja na akawafufua. So unaweza kuwa umekaa pale thinking now you're dying, because we also have people who are in hospice. Hospice ni ile wakati unakuanga umeambiwa you have 2 months to live, you have 2 weeks, you cannot even go for more than 6 months. But let me tell you, even if you have been told like hatukutibu tena, remember this, God has a final say. So and whatever doctor says, unaweza kanusha wewe mwenyewe. Because me, I believe the Bible has said our tongue has power to curse and to bless. So in case the doctor are telling you like you have cancer, you can turn that one upside down through what? Through God or through your faith. So if you, in case you are there, you have been told you have cancer, you have been told you have I don't know what. So kuna watu mwambua like your cancer has spread and there is nothing doctors can do. Wamekutuma nyumbani uenda ukapumzike nyumbani. Guys, remember one thing, there is God in heaven. In fact, if the doctors in Nairobi do not do more tests,
my sister right now would be going through radiotherapy because doctors in Nakuru had confirmed she has breast cancer and she need to do radiotherapy for them to kill all the cancer cell. And she was supposed to go for that one session each every single day for 5 days in a week. So why the reason we are here is you can see we have all these things. Hizi zote ni vitu za daktari. I told you guys, we're not here to chase crowds, we're not here to get subscribers, but we are here to give you hopes. All these things, hizi vitu zote tuko nazo hapa ni za kutoka hospitalini. All these are tests, all these are lab tests, scan, MRI, mnaona. We have everything. But at the end of the day, Mungu amekuja, amesimama pamoja nasi. I will tell you guys, when we were told our sister have cancer, it was not easy. I know I have friends who are watching this video. We talk, but I've never said anything about my sister having cancer. The reason I did not share with you guys, even if you're my friends, is because nilikataa na nikasema sister yangu hana cancer. And also I was really thinking, the first time, you know me, I was telling God, the first time when the doctor sent her to do the scan, the result came and there was no cancer. And me, I believe we have a God who never changes the statement, because when he says yes, nobody can say no. And actually, even when after she went for the surgery, the first surgery to remove the lump, after the oncologist said, I have doubted this result, so I obviously knew the doctor is trying to say my sister has cancer. You know what, I remember telling my other sister, now the one who was really supporting her in Nakuru, I remember telling my sister, I told you too, like macho ya Mungu na ya binadamu ni tofauti. Kile daktari ameona Mungu hataiona hivyo. Okay. So even after now the result came and they said, oh, you know what, your sister has cancer. I started reminding God, you said no the first time, and I do not expect you to change your statement. So that's why I was quiet. I wasn't saying anything, but I can tell you guys, I was really down. I also had my breakdown. I cried. I was planning to come for a vacation. We had really big plans. I was like, now my vacation is going to be ruined. But all the same, I remember me saying, you know what? I am not going to let Satan steal whatever we had planned. I am not going to give him that opportunity to celebrate. And I said, whatever we had planned, I am not going to make any changes, and I am not going to change anything. I knew the moment I was going to do that, I was going to give Satan a chance to glorify himself. Say, you know, I was like, I am not gonna change anything. Was I down? I was down, absolutely yes. I was crying for my sister. But I remember one day I told God this, you know what, God, I am offering this whatever imetupiga kama familia, I am giving it over to you. And I want to welcome you into our family. Come take this battle for us because we want to see you. And I also remember telling my sister, sijui kama unakumbuka nikikwambia Mungu atakufanya testimony. I told my sister, do not let this thing pin you down. Do not let fear creep in. All I know is God is going to make you a living testimony. You will be talking to people who have cancer and will be telling people like you had cancer. Doctor had confirmed you had cancer, but God had other plans. Yeah. And you see guys, it is happening, just some retro faith. Kitu tu unahitaji kama tumaini tu kidogo. Kama uko pale, you feel like you don't even feel like praying. Just say even our Father who is in heaven. Do not go to sleep without praying. Do not go to sleep without even saying the word Jesus. You can decide to call him even without mentioning anything to him, because initially he knows what you want. He knows what you are praying for. He knows what you are crying for. So today we are here to encourage you, to tell you our sister is free. Sisi tumerukaruka, tumedance. I am now, my vacation is over. I will be going back to United States, a happy person. And we have decided as a family, we are going to share this testimony. We are not gonna keep it under the carpet. No. Lazima Shetani ajue ameshindwa. Na kama wewe uko pale, as a family, we Michael's family, we do feel you. Tunajua kabisa,
we can all remember that the day we were told our sister has cancer. We were all down. I remember myself crying at work. She was crying because I was calling to ask how is she, and I was told she is crying. We were all crying. So I do feel for those families, when mumeenda hospitali leo, result zenyu zikakuja that your loved one has cancer. We feel you and we send our love to you, our prayers to you guys. Tunawaambia kama sisi tumepigana, pia nyinyi mtapigana pia. Another thing, you see all these envelopes zilihitaji pesa and a lot of money, a lot. I do not want to mention how much, but I can tell you, like this MRI, one single thing, it was 30,000. This was 30,000. So you can imagine all the others, and all these things need to be done as soon as you can. We know kuna watu wako pending pale ka Kenyatta Hospital na Nairobi PGH cause kuna line pia. Sisi tulikuwa tunabahatika cause wakipewa si tunasema wacha aende hizi test mahali kwingine ndio tuweze kuharakisha zile process, because we also understand cancer will not sit there and wait. It will spread really fast. So we are also crying with those families when mnaenda through financial struggles ndio mkaweza kupata hizi test. We feel you. I can say we really feel you, because hata sisi tumefeel mfuko yetu kuna vile imekuwa drained somehow, but look at the end of the day Mungu amekuja. So kama uko pale you struggling financially to get your loved one, you know, get this treatment, get all these tests, please I will tell you one thing, piga magoti, look up to the sky. That is where all your help will come from. Because hata sisi I can see your sisi for sure, see your sisi. Because let me tell you, I remember, you know, I was talking to my sister, my elder sister, when they were told to come to Kenyatta. For me, I wanted my sister to go to Mpisha Hospital or KU. And but the doctor that was referring them from Nakuru was like, why is it that you guys don't want to go to Kenyatta Hospital? But because, you know, we have the ill mentality, like public hospitals and all those things, but most of these tests were done in private hospitals. I remember telling God, you know what, God, even if we have how much money, not any single money will heal my sister, but you alone. Because we have seen millionaires dying when they have millions in the bank. We have seen billionaires dying as well. So I had that chance to tell God, you are the healer. I know we are gonna be needed a lot of money, but whether we have that money or not, it's only you who is going to heal my sister. So here we are celebrating. We want to tell you guys what doctors say, God has the final say. Yes. Do not give up, do not lose hope. It is not only about cancer. If you are out there, you have nothing to eat today, please remember, we have God of a second chance. Anaweza kutumia maraika, anaweza kutumia someone out there. So guys, in case you have cancer, you feel like you can talk to my sister here, you can DM me for her number. She can talk to you, she can encourage you. In case you live in Nakuru, you can visit her as well. Muongee na yeye, you know, akupe tu ile matumaini ya kukwambia pia yeye amepigana. Sawa sawa guys, thank you so much for your time. Thank you for watching. Continue subscribing and also continue encourage someone out there. In case, actually I always say, we have so many people out there, they don't need your money. All they need is your shoulder and an ear. That's all. So reach out to people, show love, share love, and especially tunaingia December, msimu wa celebrate. Remember your neighbor. Pray for those people who are suffering. Pray for cancer patient, and if you can, reach out to them in whichever way you can. If you have money, unaweza lipia tu mtu one test. Imagine kuna mtu alitumwa biopsy and they didn't have that money. That person is lying there somewhere in the house. Now, cancer is not sitting there waiting for that money. It is growing. It is spreading. So in case you feel like you want to be a blessing to someone, these are the people that you need to see. They need you and they need us as a society. Asanteni sana. God bless you. We love you all. Joyce, waambie kitu. Ninawapenda sana ambao wananisikiliza.
Alright guys, see you until next time. We love you. Goodbye.